Maliyaga TV, kuwa wa kwanza kusubscribe, kulike au kucomment. Habari za mchana ndugu zangu, habari za Jumamosi. Kwanza poleni, mara nyingi press zetu zinakuwa ni katikati ya wiki kuanzia Monday mpaka Friday, lakini kwa sababu maalum hatukuweza kufanya mkutano wetu katikati ya wiki kuanzia jana mpaka kurudi Jumatatu kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Lakini pia poleni na ongereni kwa kazi nzuri kubwa mnaendelea kuifanya ya kuhabarisha Watanzania juu ya masuala mbalimbali, hususan jambo letu la kimichezo, hasa hili la mpira wa miguu kutokea klabu yetu ya Simba. Leo ni press ngumu kweli. Pengine labda ndo press ngumu zaidi naenda kuifanya katika idadi ya press conferences zaidi ya nadhani labda 200 huko. Maana nimeanza press hizi za mpira 2015 March. Kwa hiyo na kauzoefu kidogo, lakini hii ya leo ni press yangu ngumu kwa kile ambacho nakuja kukitangaza. Kinaweza kikaletesha kidogo huzuni, lakini sio wakati wote unakuja kutangaza mambo mazuri tu, wakati mwingine unaweza kuja kutangaza mambo magumu. Kupitia kwenu wanahabari, napenda kutangaza kwanza uwepo wa mechi yetu ya tarehe 16 Simba versus Al Merreikh ya Sudan. Ipo pale pale, itachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa saa 10 alasiri jioni, na itachezeshwa na waamuzi kutokea nchini Afrika Kusini. Wakati tukijiandaa na mechi hii, tulipokea taarifa kupitia TFF ambayo ilitoka shirikisho la soka barani Afrika CAF, ikituagiza au ikituamuru au ikituelekeza mechi yetu ya tarehe 16 dhidi ya Merreikh ichezwe bila washabiki. Yaani jamani, nilisema leo press yangu ngumu. Mnafahamu Simba ilivyo na washabiki, na mnafahamu bond tuliojenga na washabiki, na mnafahamu binafsi kama Haji na washabiki, lakini ndio maelekezo ya CAF. Na kwa masikitiko makubwa tunapenda kusema kwamba mechi yetu na Merreikh itachezwa bila kuwepo mshabiki yoyote uwanjani, ukiacha staff na afisas kutoka mamlaka ya mpira, labda na Simba na Merreikh na hao wanaotoka CAF. Simba ishazoea kucheza bila washabiki nje ya Dar es Salaam. Tumefanya hivyo Nigeria, tumefanya hivyo Zimbabwe, tumefanya hivyo Kinshasa na tumefanya hivyo Khartoum. Lakini kwa kadri ninavyofahamu, katika uhai wa Simba Sports Club ambao mwaka huu utatimiza miaka 85, sikumbuki kwamba Simba ishawahi kucheza mechi yoyote
Tanzania bila washabiki, sikumbuki, iwe kwa adhabu au kwa maelekezo kama haya walioyatoa CAF. Hii ileweke, si adhabu. CAF ndio wenye mpira wao Afrika, na hii ligi inaendeshwa na CAF, maamuzi ni yao. Huna namna ya kueleza. Ni kama vile walivyoturuhusu kucheza na washabiki kwa idadi fulani, na sasa wametuambia cheze bila washabiki. Sisi Simba hatuna namna ya kufanya, hata kama tutasikitika, lakini lazima turidhie, na tumeridhia. Ile tunawaomba washabiki wetu wasijisikie unyonge. Najua wengine walishajiandaa kuja kushangilia, wengine walishajiandaa kutoka mikoani, lakini tunawaomba radhi sana. Ni maelekezo ya CAF ambao ndio wenye mpira wao Afrika. Okay, tunaendelea kufanya juhudi, mechi zijazo waturejeshe washabiki, lakini kwa hivi sasa mechi yetu na Mirikh itapigwa bila washabiki. Tulipata sare ugenini bila washabiki, tunakuja nyumbani kucheza bila washabiki. Tunaamini insha Allah tutashinda. Na kihistoria, Simba ambayo inatumia jina la mnyama lion kwa maana ya simba, kuua kimya kimya yule mnyama simba porini. Simba hana mbwembwe katika kufanya uwindaji wake wa kutafuta kitoweo. Haui kama vile anavyoua chui au mbwa mwitu. Simba anaua kimya kimya. Kwa hiyo hii mechi tunakwenda na slogan ya silent killers. Wale wachezaji ndio kwao hiyo ingie, Simba silent killers, wanaua kimya kimya, wanao uwezo wa kumpata adui yao wakamparura washabiki watasaidiana na sisi kupush hiyo ili waingie wachezaji, kwamba wanaweza kwenda kucheza kwenye mechi kwa kushinda kimya kimya bila washabiki. Ndio tafsiri yake hiyo. Vita kimya kimya. Vita kimya kimya. Ni vita kimya kimya. Kutaka uite vita hiyo ya kimya kimya, lakini mimi nafahamu kabisa kwamba mnyama simba hushambulia na huua bila makeke, na kwa sababu sasa hivi tumeelekezwa hivyo. Kuua huku si kwa kupigana ni rafu ya shingo kama juzi, ni ile ya uwanjani, unashinda kimya kimya. Wachezaji wetu wameshazoea kucheza mbele ya maelfu ya watu, hasa wakiwa kwa Mkapa, lakini pia washazoea kucheza bila watu wakiwa nje ya Dar es Salaam. Kwa hiyo watumie uzoefu huo ambao tayari washaupata. Tumecheza kama nimekutajieni mechi karibu 4 tushacheza bila mashabiki. Naamini wana experience ya kucheza bila mashabiki. Ndio ukubwa wa klabu yetu ulivyo. Sisi huku ndani ya management tunaendelea kuangalia namna ya kuwafanya washabiki wetu, kuwatengenezea mazingira ya kuangalia katika maeneo kama ilivyokuwa mechi yetu na Mirikh. Wengine walikuwa Temeke pale waka big screen na nini. Wenzetu wa marketing hawa watatuambia kabla Jumatatu wapi ambapo washabiki wanaweza kukusanyika kwa pamoja kuangalia hii mechi. Sisi kama club, kama nilivyowaambia, tunaendelea kufanya jitihada za maksudi kuhakikisha kwamba tunarejeshewa haki ya washabiki wetu kuja kuangalia mechi, na kiukweli lazima tuafikiane na maamuzi ya shirikisho la mpira barani Afrika. TFF nao pia tunawapongeza kwa jitihada za kutaka
hakikisha kwamba tunapata hiyo haki ya kucheza mechi bila mashabiki. Wanachoweza kufanya washabiki wetu katika kipindi hiki kupitia mitandao, kupitia vyombo vya habari, lakini na kupitia kauli zao na dua zao, kutuombea, kutupa nguvu, kuambia wachezaji tupo behind the door, lakini tunawaombea. Tuko behind the gates, lakini tunawasalia na tunawapa nguvu. Pale ni wanaume 22 watakayekuwa uwanjani, wakipush kuhakikisha kwamba tunapata points 3 ambazo zitatupeleka katika nafasi nzuri sana ya kufuzu kwenye quarter finals. Ukishashinda kesho kutwa, maana yake you need only 1 point katika mechi 2 zitakazobaki kuweza kufuzu kwenye quarter finals. Yani tukishinda Jumanne tutahitaji point 1 tu katika mechi 2 zitakazofuata baina ya Vita Dar es Salaam na Ahli Misri kufuzu kwa quarter finals, ili sasa tukalikimbize lile lengo letu ambalo lengo la chini ilikuwa kufika semifinal. La mwisho niwaambie, Simba imekusudia na inayo dhamira ya kuhakikisha kwamba mwaka huu tunafanya jambo kubwa ambalo heshima tunayostahili kama klabu ya Simba. Nakumbuka mwaka 2018 pale uwanja wa Taifa, wakati ule, sasa hivi kwa Mkapa, Rais wetu Magufuli aliniita uwanjani pale baada ya hotuba yake, akanambia hivi, acheni kutamba tamba, mje hapa mtambe na ubingwa wa Afrika ndio uwe na haki ya kutamba. Aliniambia kwa utani. Yale maneno yanazunguka kwenye ubongo wangu mpaka leo, lakini naiona ndoto hiyo. Tunaangalia mechi za Champions League, tunaangalia Simba inavyocheza, unaiona timu ina dhamira ya kutaka hicho kikombe. Kama unaweza kupata ushindi ugenini dhidi ya Vita Club, kama unaweza kupata sare ugenini dhidi ya Merreikh, ni lazima uone kuna dhamira ya maksudi ya kunyakua ubingwa wa Afrika. Na ndio maana Al Ahly baada ya kipindi kirefu sana wamekuja kupoteza mechi Afrika kwa kufungwa Dar es Salaam na mabingwa wa Tanzania, mabingwa wa kihistoria wa Afrika Mashariki na ya Kati. Narudia, Simba ndiyo champion of all time wa East and Central Africa, sio Tanzania tu, East and Central, yani nchi 13 za Afrika Mashariki. Bingwa wa kihistoria ni Simba. So dhamira yetu ni kufanya zaidi ya kile ambacho watu wanakifikiria. Dhamira yetu ni zaidi ya kufanya kile ambacho club imeweka kama target. Tumeweka semi final, lakini tuna dhamira ya mbali kuliko mnavyofikiria. Na mnaona juhudi zilizofanyika. Jana kuna mtu mmoja aliniuliza, huyu Babra ameenda huku Morocco kufanya nini? Kwani huu ni mkutano wa mashirikisho, mkutano wa club za mpira? Yeye kiongozi wa TFF. Na kuna Mswahili mmoja nimeona kaandika makala ndefu akisema ameenda kupiga picha tu, ameenda kujionyesha. Unafanya wivu mpaka na mtoto wa kike. Swahili sisi tuna matatizo makubwa. Wivu unamfanya mtoto wa kike kapiga picha na eto. Unaona wivu, yani unajisikia kama vile unatamani ukae wewe pale na handbag chako, sio? Yani unaona wivu, yani Babla kukaa pale na handbag yake kapiga na Infantino, kapiga si na rais wa CAF, kapiga na eto. Yani wewe
ukae wewe unatamani pale Babra wewe yupo, ukae wewe na handbag hivi umepiga picha, sio? Inakuuma. Tunakwenda kutengeneza mikakati ya klabu kubwa. Klabu hii inataka kuwa kubwa na ishafika level hiyo. Lazima uende katika summit kubwa kubwa, ukutane na watu wenzio wakubwa, mpange mikakati ya pamoja, ufanye lobbying. Mpira ni lobbying. Lobbying sio dhambi. Kufanya lobbying katika maisha ili jambo lifanikiwe sio dhambi, na ndio kuna malobisi wakubwa, na mimi moja ya taaluma yangu ni hiyo. Mimi kulobi tata kupenya kuingia kutoka jambo liende. Nimekaa shuleni kusomeshwa. Babra ana uwezo huo, anajua, amesomeshwa, anakwenda kule kutengeneza Simba kubwa baadaye. Unapokutana na Infantino kuna mambo makubwa ya mpira unaongea. Unapokutana na Eto'o, unapokutana kuna mambo yanakupa. Wewe unapaa unaandika tu. Kwenda kupiga picha, wewe unaona dhambi. Yaani unataka wewe ndio tukuvalishe kigauni pale ukae na kiembegi kabisa, mwanamume unaandika kabisa hivyo. Unapeleka kwenye social media. Guys, how serious we are? Unamuonea wivu hata mtoto wa kike. Afadhali ningekuambia ungenionea wivu. Hata mtoto wa kike halokuzidi kila kitu. Sio wakati kubwa. Guys, sisi tunakwenda kwa next level. Na sasa hivi in fact katika Afrika Mashariki sisi tuko above the level yenyewe. Yes. Sisi tuko kubwa sana. Simba ni kila siku narudia nilidude fulani hivi. Kubwa sana. Kwa maana watu watafuraha za muda mfupi. Sisi tuna furaha tunaijenga miaka. Juzi nilimsikia yule kipa wa Prisons anasema 45 minutes Simba wamekuja hivi, yani unaombea mpira uishe ili utimize lengo lako kucheza mechi bila kufungwa na Simba, lakini tulishindwa. Anaulizwa kwa nini, anasema Simba ni club kubwa, ni club bora Afrika. Simba ni club kubwa, club bora Afrika. Kuwazuia wale wanaume dakika zile huwezi. Lile goli niliweka Instagram, ile setup haijafanywa na timu yote. Nilitoa 1 million shillings. Atokee binadamu aje na goli lililofanywa setup kama ile kwenye mechi ya Premier League msimu huu, naweka 1 million na nyinyi nawapa hiyo. Quiz, kanitafutieni kudadadeki. Kwanza bado dakika zile timu yoyote dakika zile nitafuta goli la kusawazisha, ingeamua kupiga mitungi mbele kulazimisha. Sisi tumebaki na philosophy yetu. Dakika za nyongeza klabu inabaki na philosophy yake. Huoni sisi tuko wakubwa kiasi gani? Guys, sisi mnaangalia mpira. Zikibaki dakika za mwisho goli la kusawazisha linatafutwaje nchi hii? Ukimbiza wewe, pita. Hakuna bado mpaka chuma kimeingia. Alafu mtu unakaa unasema baba tena napiga picha. Mimi naona tabu. Kudadadeki. Unamuonea wivu Babra. Watu wetu wapi hawa ya Rabbi Stara? Hata baba unamuonea wivu. Wase tukupeleke. Utakubali wewe kuvaa handbag? Utakaa na Eto'o, utakubali? Kama ni wahadha, salamu alaikum. Kama kuna maswali, lakini nirudie, washabiki wetu msijisikie unyonge. Tuko pamoja na tutafanya jitihada za kuhakikisha kwamba mnarudi kushangilia mabingwa wenu wa nchi. Yes, brother. Ndio shema la TV. Hadi hapo awali kafu iliwaruhusu kucheza mechi zenu za ligi ya mabingwa kwa na mashabiki. Lakini punde wametoa hiyo taarifa kwamba mcheze bila mashabiki. Labda kafu sababu gani ambayo wameitaja nyinyi mcheze bila pasipokuwa na mashabiki? Unajua sasa hivi mnafahamu dunia imehemewa na ugonjwa wa corona, na ugonjwa huu graph yake inapanda na kushuka ya idadi ya watu wanaofariki na kuugua kote duniani. Na ieleweke huko duniani sasa hivi, kwa maana ya mnaita pandemic au mnahitaji pandemic imeongezeka
milipuko, na wao wako katika tahadhari hiyo hiyo tu ambayo wameitumia kwa nchi zote. Ikumbukwe siku za nyuma hapa kulikuwa hali ilikuwa kidogo iko tulivu Tanzania na duniani kwa ujumla, kafu wakaturuhusu. Kwa wametumia kigezo kile kile cha kuturuhusu mara ya kwanza, ndio hicho hicho bila shaka wamekitumia kutuzuia kwa mara ya pili. Hakuna sababu nyingine yoyote zaidi ya kwamba wako katika kuchukua caution za corona. Hakuna sababu nyingine yoyote. Hakuna sababu nyingine yoyote. Na ndio maana kama mnakumbuka last game, hata nyinyi waandishi mlitakiwa mpimwe COVID kabla ya kuingia kwenye press conferences za CAF. Wapiga picha pia watakaoingia kesho kutwa kwenye mechi ni watahadharishe wale watakapata nafasi, lazima upimwe COVID. Hivi ni wachezaji, staff wa bench, tunasafiri kwenda huko. Hata mimi sio mchezaji, napimwa. Rabi anapimwa. Tunasafiri na waandishi kutoka vyombo vyenu, wanapimwa. Kesho kutwa mtakaoingia kupiga picha pale mtapimwa. Ball boys, imagine wale ball boys watoto wanapimwa. CAF wanaendelea kuchukua caution tu, hawana maana nyingine yoyote, wala sio kama, ndio maana nasema hatujotuonea. Wao wameona wachukue hiyo caution, sisi hatuna namna ya kufanya. Kama walituruhusu, wao tuone wametuonea wakati walipotuzuia. Simba sio timu ya complain hivi. Ingekuwa jamaa zetu washaona wanaonewa, si tuonewi. Ni utaratibu tu. Wanasema hii fanyeni, baadaye wanaonyang'anya hiyo haki. Wao mseme mnaonewa. Simba ishavuka, hatu complain. Mdhani mtakuja hapa mtalalamika kwamba CAF wametuonea. Wametupa hiyo fursa, sasa wameichukua. Tutafanya juhudi waturudishie. Tutafanya lobbying waturudishie. Guys, Simba sio kazi yake kulalamika. Sisi tuna lobby, tunafanya mambo makubwa. Baadaye wanatuambia kafani, basi na ruhusa washabiki. Tudisiji kwenye press hapo kulalamika, naonewa. Shavuka huko. Simba lishavuka, ile dude kubwa sana. Another question. Yes, brother. Asante, naitwa Zabi kutoka Mwanaspoti. Na swali moja lakini pia niko kujua kwanza kuhusu utaratibu kwa waandishi mmoja. Hili swali langu na rufaa ambayo Simba mlikata kwa CAF kwa Emery baada ya kuwatumia wachezaji ambao walikuwa ni ligi. Je, mpaka sasa hivi kuna mwendelezo wote kutoka CAF ndio hiyo rufaa, na labda wamemwambia nini? Sababu Emery wamekuja au wachezaji pia wametanisha kumsifu wao. CAF bado hawajatujibu officially, kwa hiyo subirie. Watakapotujibu tutawataarifu wa Tanzania kama wamekubali malalamiko yetu au wakakataa. Tutawaambia hatuna haja ya, na sisi tulipeleka ile. Ukisoma barua yetu imesema CAF ifanye uchunguzi, investigation. Malalamiko yetu yamekuwa katika hali hiyo, yani tumeiwekea CAF wenyewe wachunguze, wajiridhishe kama wanadhani kwa hawa wachezaji walikuwa halali kucheza ile mechi au sio. Ndio tuliweka katika msingi kwa katika jambo la uchunguzi, labda bila shaka waendelea kulichunguza. Kwa hiyo tusubirie majibu ya CAF watakaoyaleta kwetu. Na kuhusu waandishi, ni kweli jana tulifanya kikao na TFF kuona namna ambavyo waandishi watashiriki. Najua katika hili lazima tukubali, kama ambavyo washabiki watakosa kuangalia mechi kwa namba tulionayo ya waandishi wa Tanzania, kuna baadhi yetu tutakosa kuangalia hii mechi. Sio sisi, ni maelekezo ya CAF kama ambavyo walivyotuzuia washabiki. Kwa hiyo nimwambia Maliyaga TV, kuwa wa kwanza kusubscribe, kulike au kucomment.